Ikhwata al-iman, tukiwa kwenye maudhui tulioianza Ijumaa iliyopita inayofungamana na sababu au sifa miongoni mwa sifa au sababu miongoni mwa sababu zitakazowapelekea watu kuingia motoni. Ilikuwa ni khutba yenye kuzingatiwa na bado inatakiwa izingatiwe kwa sababu ya umuhimu wa khutba yenyewe, kwani kila mmoja aliyekuwa hapa na ambaye hayuko anakwenda mbio kwa sababu ya kuepuka moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu atuepushe moto wa jahannam. Yote tunayoyafanya katika ibada na katika mambo ya khairi umuman, kila mmoja anataka kuwekwa mbali na moto wa jahannam, isipokuwa tu mipangilio au nia zinatofautiana, au namna ya kuepukana na huo moto ndio zinatofautiana. Kuna wanaotaka kuepuka moto kwa maneno tu, azungumze kwamba hautaki moto wa jahannam, lakini kivitendo yuko kwenye barabara ya moto. Barabara aliyoshika ni barabara ya kumpeleka kwenye huo moto, lakini huku mazungumzo azungumza mazungumzo ya kuonyesha kwamba hautaki moto. Kisha kuna wanaozungumza hawautaki moto na vitendo vyao vathibitisha kwamba hawautaki moto. Sasa ni kuelewa tu ni nani ambaye yuko katika njia sahihi itakayomuepusha yeye na moto wa jahannam. Njia sahihi ni yule anayoyazungumza yawe yataendana na anayoyatenda, au anayoyatenda yawe yataendana na yale anayoyazungumza. Lakini kwa ujumla kila Muislamu ataka kuepushwa na moto wa jahannam. Khutba iliyopita tulizungumza maelezo ya Qur'ani tukufu na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna Allah alivyozungumza moto na namna sunna ilivyoizungumza moto, kwa malengo ya mtu awe na hofu. Yukhawifu Allahu bihi ibada, Mwenyezi Mungu anawakhofisha waja wake akiwaambia moto huu tumeufanya ni ukumbusho wa moto wa akhira, akisema moto huu nazaatan lishawa, ni hofu hii Muislamu atakiwa awe nayo. Kisha huku Mtume akituambia moto huu urefu wa shimo lake kulitupwa chenye kutupwa kikaenda miaka 70, hapa Muislamu anakuwa na hofu. Kisha akituambia kwenye hadithi nyingine shimo la moto huu una cheni 70,000 na kila cheni moja ina malaika 70,000 wanauvuta, kama alivyosema Allah, wajia yaumaidhin bi jahannam, ni kila mmoja atakuwa na hofu na moto wa jahannam. Sasa isibaki khutba na mihadhara tukawa wema, wakati khutba yatolewa tukawa na hofu na kila mmoja akawa azungumza na nafsi yake, nikitoka leo hapa mimi kuanzia leo yale yote yatanitafuta barabara niliyopita. Lakini tukishasema tu Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin, aqimis salah, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, ukivuka kizingiti cha msikiti hupanga yale ambayo ya kukupeleka wewe kwenye moto wa jahannam. Ni nyoyo ambazo zatakiwa ziaidhiwe na zielekezwe kila wakati, kwa sababu ziko chini sana kuhusiana na yale aliyoyazungumza Mwenyezi Mungu kwenye moto wa jahannam. Kwenye khutba ya leo, ndugu zangu katika iman, kabla hatujataja baadhi
ya mambo mengine yanayowapeleka watu kwenye huo moto. Hebu tuisikize tena Qur'ani ilivyozungumza kuhusu moto, ili hizi nyoyo zizidi kuwa na hofu. Mwenyezi Mungu asema inna shajarata zaqumi ta'amul athim, hakika moto wa zaqum ndio chakula cha wenye madhambi, yani ndio chakula cha watu wa motoni. Kalmuhli yaghli fil butun, mfano wa chakula hichi ni kama shaba iliyoyeyushwa, yaghli fil butun, inachemkia kwenye matumbo yao hao watu wa motoni. Kaghaliyil hamim, kisha Mungu ataka kukukurubishia mfano uelewe huo mchemko uko vipi. Asema kaghaliyil hamim, kama unavyoona sufuria inavyochemka maji ya moto. Sasa chakula cha watu wa motoni tutakapowapa, matumbo yao yatachemka kama inavyochemka sufuria ikiwa juu ya jiko. Kaghaliyil hamim, kama mfano wa sufuria ikiwa juu ya jiko. Kaghaliyil hamim, kisha Mungu asema khudhuhu, khudhuhu, mtukueni hu bwana. Yani baada sasa ushasikilizwa kesi yako, na kama tulivyosema kwenye khutba iliyopita, si masala ya duniani. Kesi imeahirishwa mpaka 15 Januari. Januari ukifika, ukisimamishwa pale, mashahidi mmoja hakuja, haya tunaahirisha mpaka tarehe fulani April. Hakuna masala hayo, ni kesi inasikilizwa, wewe wa motoni. Khudhuhu, Mungu atoe amri, mchukueni fulani. Fa'tiluhu ila sawa'il jahim, kisha mtupeni pale katikati ya ule moto. Kisha mkishamtupa mwambieni dhuq, onja hii adhabu leo. Innaka antal azizu, wewe si ndiye bwana wao, wewe si ndiye mbora wao, wewe si ndiye tajiri wao, wewe si ndiye mwenye kiburi chao, uliyekuwa ukijigamba duniani aya zetu na barabara zetu ukazikataa. Sasa dhuq, innaka antal azizul karim. Inna hadha, hakika haya unayoyaona, ma kuntum bihi tamtarun, ndio yale yalikuwa mkiwa na shaka nayo. Hizi ni aya katika suratul Dukhan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea watu wa motoni namna chakula chao kitakavyokuwa. Kwenye suratul Ghashiyah, maarufu kwa kila mmoja, Mungu kasemaje kuhusiana na chakula? Ya kwamba la yusminu wala yughni min ju', hakiondoshi kiu wala hakiondoshi njaa, chakula cha watu wa motoni. Sasa ukisikia hivyo, watakiwa uwe na hofu, kila mmoja awe na hofu ya kwamba subhanallah, mmezoea kuagizishia kwenye mahoteli, lete hamburger nitilie na cheese kidogo, niweke na cheese. Sasa jiambie ya kwamba hapa motoni ushaingizwa, hakuna masala ya pizza na kuagizishia ulete unachokitaka, la, menu yake ishatoka na iko kwenye Qur'ani. Menu ya watu wa motoni chakula chao tayari, hakuna kuchagua nataka hichi wala hichi. Tumefahamiana Waislamu? Tayib, hichi ni chakula. Haya, ukishakula bila shaka mwenye kumaliza kula huwa hunwa maji, au sivyo? Kila mmoja haagizishia jagi la maji na majuisi akanywa. Sasa Allah sema wa in yastaghithu, sasa kiu imewapanda jamaa wako motoni, wakitaka usaidizi, pengine kutaka maji, yughathu bima'in kalmuhli, watapewa maji vile vile yanayochemka. Maji haya wakikurubishiwa kwenye nyuso zao, Mungu asema yashwil wujuhu, nyuso zao zitabambuka ziingie pale ndani.
kwenye ule mchemko. Kisha Allah kamaliza kwa kusema bi'sa sharabu, ni kinywaji kibaya sana. Na naam, ni kinywaji kibaya. Huku chakula kiovu na huku ni kinywaji kiovu, pamoja na vuke lilioko, pamoja na kuungua kulioko. Ni siku au ni sehemu ambayo kila Muislamu mwenye imani akitajiwa atakuwa mbali na barabara zenye kumpeleka katika moto kama huo. Hali itakavyokuwa, ndugu zangu, wataomba wapumzishwe angalau siku ngapi? Siku moja. Waqala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam, watawaambia wale walioko kwenye moto kuambia wale wasimamizi, ud'u rabbakum yukhaffifa anna yawman min al-adhab, mwambieni Mola wenu atupunguzie adhabu siku hii moja tu, kisha tutaendelea, lakini hii siku moja tu angalau tushushe pumzi na sisi. Wataambiwa hakuna masala ya kutoka, hakuna tena wala kupunguziwa hapa. Sasa liobakia wataomba mauti wafe. Katika Qur'ani watamwambia yule Malik, Mungu asema wanadau, watanadi watu wa motoni, ya Malik, ewe Malik, yule malaika aliyoko pale, liyaqdi alaina rabbuka, mwambie Mola wako atumalize tu kabisa. Yani haya masala ya kuadhibishana, afadhali tujue tumekufa, na Mungu kashatuambia la yamutu fiha wala yahya, hakuna kufa wala hakuna kuwa hai. Uko katikati, hujulikani uko duniani wala uko akhera. Kisha katika suratul Nisa akasema kullama nadhijat juluduhum, ngozi zao zitakapoiva sasa zimeungua. Si kawaida ukijua kwamba kitu kimeungua kimekwisha, sio? Mungu asema twaregesha tena ngozi zao upya, waungua, ukimaliza kuungua waregeshwa tena upya, uungue tena. Malengo Allah sema liyadhuqul adhab, ili wapate kusikia ile adhabu ambayo tuliowaandalia kwa kukeuka mipaka yale ambayo tumewekea. Ndugu zangu katika iman, moto wa jahannam hatuwezi kuumaliza kuuelezea ulivyo, na namna utakavyoueleza basi uko zaidi ya vile unavyoeleza. Kama pepo, Mungu atujalie tuwe miongoni mwa watu wa peponi. Kama pepo, namna utakavyoieleza uzuri, basi iko zaidi na zaidi ya ulivyoeleza. Na kila ukielezea ukali wa moto, basi ujue uko zaidi na zaidi na namna utakavyoeleza. Si kitu cha kuchezea. Mwenyezi Mungu si wa kuchezewa. Aliowaandalia waovu kwenye adhabu si ya kuchezea. Yani ni adhabu kubwa juu baada ya nyingine. Mwenyezi Mungu atuepushe moto wa jahannam. Baada ya kufahamu ndugu zangu, yani uzito na ukali wa adhabu hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutajiane baadhi ya mambo ambayo yatatuingiza hapo, ili tuwe na hadhari kinyume chake tusiyafanye. Na kama nilivyotangulia kusema, kwenye kuepuka moto wa jahannam kila mmoja ana njia yake. Kuna wenye kuepuka kwa maneno, yeye uko kwenye barabara ya jahannam, kisha kwamba Mwenyezi Mungu atuepushe, sitonesha ya Rabbi. Asikuonyeshe vipi na wewe umeshika barabara ya kuona? Tumefahamiana Waislamu? Juzi nimeona fatwa moja ya Fauzan, akiulizwa akajibu majibu ambayo sisi ilikuwa hatuyajui. Sisi tuna majibu mengine, lakini siku zote msomi ni msomi. Asema wale wanaofanya madhambi, kisha akasema inna Allaha ghafuru rahim. Majibu walikuwa tumeozoea tukisema kuna na inna Allaha shadidul iqab, ndivyo sivyo? Lakini Fauzan kaja na jawabu
nyepesi bila ya kupigana. Asema wale wanaofanya madhambi wakasema inna Allaha ghafurur rahim. Naam, ghafurur rahim liman taba wa anta lam tatub. Ni ghafurur rahim kwa aliyetubia. Sasa wewe hujatubia, ghafurur rahim itakuja vipi? Napeleleza kila anayeshika hii aya inna Allaha ghafurur rahim yuko pale pale kwenye maasi, kisha kwambia inna Allaha ghafurur rahim. Inna Allaha ghafurur rahim, ndugu yangu, hili dhambi mmeliwacha. Kwa kuwa mmeliwacha inna Allaha ghafurur rahim, atanisamehe. Lakini sio uko pale pale kwenye madhambi, ukipewa nasaha hili sivyo ndugu yangu wacha, sema usisumbue Sheikh, hii pepo si yako wala moto si wako, na Mungu ashatuambia inna Allaha ghafurur rahim. Ni mambo ya kusikitisha, hususan ukiona mwenye kukomenti hivyo ni Muislamu aijua dini yake, akawa anazungumza mambo ambayo hayana msingi. Tusidanganyane kabisa kufuata barabara zenye kutupeleka motoni, kisha huku tukawa twazungumza mambo ya kuonyesha watu kwamba sisi tuuogopa moto wa Jahannam. Ikhwatal iman, sababu za kuingia kwenye moto wa Jahannam ni nyingi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye Majmu'ul Fatawa juzuu ya 10 ukurasa 423 aliuliza swali sifa na sababu za watu wa motoni. Kazitaja nyingi, karibia safha nzima kaelezea. Kuna dhulma hapo, kuna sijui kadhaa, kuna sijui hivi, mambo chungu mzima. Yani yakisalsiliwa hapa, kila mmoja atapata yake, kila mmoja atakuwa ana yake katika zile sifa za watu wa motoni. Lakini twataja yale yaliyokithiri na yaliyoenea. Tulivyotaja sala wiki iliyopita, wenye kuacha sala, tukataja na kufuru, tukataja na nyingine. Haimaanishi kwamba ni hayo tu, la. Hadha min katika mlango wa mfano, kutoa mfano ni baadhi ya hayo mambo. Sasa miongoni mwa mambo yatakayowaingiza watu motoni yamekuja kwenye hadithi moja, takriban mambo 4 au 5. Hadithi aliyopokea Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipouliza tadruna manil muflis, mwamjua yule aliyefilisika? Qalu, masahaba wakamwambia almuflisu fina, aliyefilisika man la dirham lahu wala mata, ni mtu ambaye hana pesa, hana lolote. Na ndio maana ya aliofilisika, alikuwa anazo sasa hana, ilikuwa ana uwezo fulani sahihi hana, huyu ndiye muflis. Mtume akamwambia la, sikusudii muflis wa pesa. Kama kwamba Mtume ataka kutuambia hapa afadhali ufilisike mali kuliko kufilisika huku ambako atakueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha kawaambia almuflis, mtu muflis katika umma wangu ni yule atakayekuja siku ya kiyama bisalatin, ana swala za kisawa sawa, wasiyam, ana nasaumu yani thawabu, ana nazaka na mathawabu mengine mengi. Lakini mtu huyu qad shatama hadha, alimtukana fulani, wa qadhafa hadha, kamsingizia fulani, wa dharaba hadha, kampiga fulani, wa akala mala hadha, amekula mali ya fulani, na ana mengine ameyafanya, huku ana mathawabu na huku ana majanga ameyafanya vile vile. Sasa akija ile ni meza ya uadilifu, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Na kwenye aya nyingine, wanadha'u almawazina alqista liyawm alqiyama fala tudhlamu nafsun shay'a, tutaweka mizani ya uadilifu siku ya kiyama, nafsi haitodhulumiwa chochote. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, na ikiwa ni sehemu hata chembe ya khardal tutaileta watu waione. Wakafa bina hasibin, yatosha sisi kuwa ni wenye kuhisabu wenyewe. Hatutaki accountant, hatutaki computer, hatutaki lolote.
tutahisabu wenyewe na kila mmoja atapata haki yake. Ni siku ya kuhukumiwa kwa uadilifu, kwa sababu mwenye kuhukumu ni mwadilifu. Sasa watu wameletwa mbele, muflis akitaka kuondoka kuelekea zake peponi, ambua ngoja, kuna grupu la watu. Kina nani hao? Ndoni wakija jamaa, umeona hao elezeni. Huyu ya Rabbi mimi alinitukana sana, tena mbele za watu, akamwambia watu nitakuosha. Sasa sijui alitumia sabuni gani, lakini aliniosha kweli. Wewe ulimuosha ulimuosha kila kitu, sio? Sasa mimi nataka kulipwa Mola wangu. Haya, mlipe, utatoa kama swala zako umpe aondoke. Akiondoka waona amekwisha, kuna mwingine amekuja. Ya Rabbi mimi pia huyu bwana siku hiyo aliniruka, tulifanya kazi fulani kanitapeli huyu. Haya, rudisha baba. Hakuna masala, ngoja na lawyer nitakwenda kumpigia simu hii kesi aifiche faili. Unafikiri uko Kenya hapa uko kwenye mahakama ya muadilifu kushinda waadilifu wote. Rudisha pesa za watu bwana. Rudisha heshima ya watu. Rudisha kila ulichochukua utaregesha. Tumefahamiana Waislamu? Baada ya kuregeshwa, haya watu hawajaisha. Wakija wengine, huyu alinipiga, huyu alimwaga damu yangu. Sasa huna thawabu zozote, mazaka na maswala hakuna, zimekwisha, ushawapa wale wengine. La kufanywa ni madhambi ya wale, sasa upewe wewe, yatukuliwe madhambi. Ulikuwa na madhambi gunia ngapi? 2, mpe moja huyu. Mwingine ulikuwa na ngapi? na 4, mganyie 2 huyu. Utagawanyiwa madhambi ya watu, kisha mwisho sasa Mungu atoe amri utupwe motoni. Kwa hivyo kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa mambo yatakayowaingiza watu motoni, hapa hatuzungumzi makafiri, maana Waislamu sisi tuna tabia kukizungumzwa moto hiyo ni wale Waislamu, tuzungumza Waislamu hapa. Dalili kwamba Waislamu, Mungu ashasema muflis atakuja na swala. Kuna kafiri akaja na swala kwa Mungu? Waislamu, hadithi imetuambia muflis ni yule atakayekuja siku ya kiyama ana mathawabu tele ya swala. Ina maana nani huyu? Muislamu atakuja na thawabu tele siku ya kiyama za saumu. Ina maana nani huyu? Muislamu atakuja na thawabu nyingi za zaka. Kwa hivyo ana nguzo 3 za Uislamu amekuja nazo, zimejaa shehena, lakini zitapunguzwa kitahamaki, ambua haya mtukueni, mpelekeni wapi? Mpelekeni katika moto wa Jahannam. Hadithi inasema ataambiwa kutatoka amri atupwe kwenye moto wa Jahannam. Chunga sana na kudhulumu. Fanya dili zako zote usidhulumu. Chunga sana na kukosea watu adabu na heshima. Chunga sana na kutukana watu. Chunga sana na kusingizia watu. Usione sifa na kila kitu. Wewe mwache tu, nitamseti mimi. Mseti. Waona ni fakhri wa mseti, maana yake nitamseti, nitafanya jambo onekane ana makosa na hana. Waona mfakhri. Mwenzako jina likachefuka mtaani, kila anapopita kila mmoja watu wakawa wamemtoa kwenye kumuheshimu, sasa hawamuheshimu, na sababu ni wewe. Hii haipotei bure ndugu yangu, hii utakwenda ilipa mbele ya mahakama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ni kundi miongoni mwa kundi la watu wa motoni watakaokuwa na tabia kama hizi. Sifa nyingine twazipeleka kwa dada zetu, wake zetu, mama zetu.
Mtume asema simfani min ahli nari, makundi mawili ni katika miongoni mwa makundi ya watu wa motoni. Lam arahuma, sijawaona. Yani sijawaona kwa maana yake katika zama zake Mtume walikuwa hakuna hao watu. Kama kuambia masahaba hawa nitakao wataja, hizi sifa hizi ni watu wa motoni, lakini zama hizi zetu hawako. Lakini jueni kuna haya makundi mawili. Kataja kundi la kwanza, halituhusu tuliwate. Kundi la pili Mtume akasema wanisaun kasiyatun ariyat, na wanawake ambao wamevaa lakini wako uchi. Mbona haeleweki maneno? Wamevaa kisha wako uchi. Wamevaa kiuhakika, ukiwaona wamevaa lakini wako uchi, kwa maana wamevaa nguo za kuwabana, kwa maana wamevaa nguo zenye kuonyesha, kwa maana wamevaa nguo zenye mapambo. Kwa hivyo na maana mwanamke akivaa nguo yenye kumbana akatoka nje, huyo anahisabiwa yuko uchi, hata kama we mato yako ameona amefanyeje, amevaa. Na haya Mtume aliyazungumza yalikuwa hayako, ndo kasema lam arahuma, sijayaona hayo makundi mawili, lakini yatakuja. Naam, zama za kina nani? Nabii Nuhu, ama Nabii Isa atakapoteremka kutoka mbinguni. Haya tunaoyaona, na wanao sababisha haya mkina nani? Wamekufa ni khatibu na ule wa mwisho kule, kwa sababu anaye nunua masuruali watu hayatokee wakao wako uchi. Ni nani anayenunua? Ni sisi tuliohudhuria hapa. Mwogopa kusema ni sisi waume ndo tunaonunua. Anayetoa ruhusa watu wafanye ambayo sio ni nani? Ni sisi waume. Aliyetoa ruhusa na anayeridhika mkewe awe katika social media ni nani? Ni sisi waume. Na akipewa nasaha kwenye comment pale akatukana, ambua waonagere. Onagere sawa baba, endelea. Waonagere imekuuma, imekuchoma sana, mwenye wivu wa jinyonge, kuonyesha kwamba yani zile nasaha pia nyoo zilivyokufa watu hawazitaki tena, hawazitaki. Wewe zungumza, wale wasema wajua kuna watu wengine waambia watu kiukali. Ukizungumza kiukali utatukana, ukizungumza kwa polepole utafanyeje? Utatukana. Kwa sababu kuna video aina mbili. Kuna mashekhe wanaokemea kwa ukali, hao utaona comment watatukanwa, na wale wanaokemea kwa polepole pia watafanyeje? Tatizo si namna ya kueleza, tatizo ni nyoyo za Waislamu hazitaki kuambiwa, hazitaki kuambiwa. Kisha yakitokea ya faradhi, mmoja wetu au mmoja wao akafa, mmoja wetu yani sisi wanaume au mmoja wao katika wanawake akifa, tutamuombea maghfira na tutamtakia pepo, na ni sawa, hakuna aliyekataa. Madamu amekufa ni Muislam, ana iman, huyo tunasema Allahumma ighfir lahu ama Allahumma ighfir laha, Mungu amsamehe, na tunanyamaza maovu yake kuyataja. Tumefahamiana? Ndio Uislamu. Sasa sisi tuliobakia wanaume kama yeye aliyekufa, tunatakiwa tufanye nini? Na wale wanawake ambao wameondokewa na mwenzao wanayemfahamu watakiwa wafanye nini? Hili ndio la kufanywa na ndio la kuulizwa. Maana mmoja asema mwenzao amekufa, wakamtakia maghfira, Mungu amweke pahali pema, na sisi tunasema amin, Mungu amweke pahali pema, amsamehe madhambi yake, amwangalie kwa jito la huruma, na amweke pahali pema pamoja na wema. Kila mmoja tumuombea katika Waislamu waliokufa katika imani zao. Kisha nasaha nyingine atakiwa itoke hivi, sitoke vile ilivyotoka. Siseme jamani vifo vimeenea siku hizi, tunatakiwa tupendane, tujuliane, alafu basi. Si sawa kusema hivyo.
ama naweza kusema ni sawa, lakini kungeongezwa na maneno kidogo. Maneno kidogo ambayo takiwa yaongezwe pale mbele. Dada zetu na mama zetu, mkiondokewa na mwenzenu baada mshamuombea msamaha, mshamuombea na maghfira, na sote twawaombea ndugu zetu waliokwenda mbele za haki, Mungu awape kaulu thabit, awape makazi mema, na sisi Mungu atupe husnul khatima. Lakini tusikome kwenye jamani vifo mikithiri, tujuliane, tupendane, tuambia nini? Na TikTok tutokeni, na kujiposti tuacheni. Ndugu zangu, wanawake wenzangu, wape wenzako nasaha. Wewe ambaye ni mwanamke, mwenzetu huyu ametuacha jamani, Mungu amsamehe. Na sisi tuliobakia wanawake kwenye hizi social media, tutokeni, zifungwe, kwa sababu sisi pia tutakufa kama alivyokufa fulani. Sio? Allah, tumesikitika, Mungu amweke pale pema. Na sisi tuliobakia jamani, tupendaneni. Ndio umesema nini sasa? Mupendane, lakini mko pale pale kwenye kujiposti kwenye social media, wenye kucheza viuno, wenye kujiposti wakiwa full makeup na wakiwa wako uchi. Hayale wasema Mtume, wanisaun kasiyatun ariyat, mwanamke kitu kiko wazi, shingo iko wazi. Aelezea kwamba watu wapendane, sio kupendana. Elezea, wape wenzako nasaha, mutoke kwenye social media na mufute mavideo ambayo mumeyaposti, kwa sababu mutakufa kama mwenzenu alivyofanyaje, alivyokufa. Na sote tutakufa kama wenzetu walivyokufa. Tupeaneni nasaha hizo. Na wewe mwanamume, tujipigie mifano sisi sasa. Mwenzako amekufa na alikuwa ana video zake za challenge. Sisi challenge za nini? Zina randara hizi za kucheza. Mwanamume ucheze ukatishe kama mwanamke. Akifa yule useme no, imenigusa hiyo. Imekugusa hata kucheza chakacha mwanamume. Futa video zote ulizofanya hivyo. Regea kwa Mola wako. Zungumza na uposti video zenye manufaa. Sio umekugusa ushika kifua, alafu alikuwa mwanangu, wajua. Alikuwa mwanao. Sasa mwanao kama amekufa, we baba rekebisha. Rekebisha. Lazima tuambiane ukweli, si masala ya kupambana Sheikh. Watu wako dunia nyingine na saha za tolewa kivingine. Wanisaun kasiyatun ariyat, na wanawake wamevaa lakini wako uchi. Kisha hadithi kaendelea. Mwisho wa hadithi kasema, hawaingii, la yadkhulna aljannata wala yajidna min rihiha, hawaingii peponi wala hawasikii harufu ya pepo. Pengine utasema, mbona hakujatajwa moto? Umetajwa. Ukiambiwa huingii peponi, na maana waingia wapi? Waingia motoni. Kwa miongoni mwa sababu zitakazowaingiza watu motoni, kwa dada zetu, mama zetu, wake zetu, ni kujitokeza kwenye social media wakiwa wamevaa lakini wako uchi. Na masulia ni wewe ambaye ni mwanamume uliopewa qawama. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Lilasaf, wallahi masikitiko. Wajua ukimuona binti au mwanamke wa Kiislamu wasikitika na ukamwombea hidayah, sawa, lakini masikitiko ni makubwa ukiona mumewe yuko kwenye ile video pia. Yani mume wa mtu pia kwenye ile video aliyorekodi mkewe pia yuko, na amevaa bukta lake, mapaja yote yako wazi, na mkewe kitu kiko wazi, shingo iko wazi, na full makeup, na mahina na mapiko, wakumbatiana huku wakiandika mwenye wivu wa jinyonge, hatuachani mpaka kiama kisimame. Kiama kisimame mbali, siku hizi miezi michache tu utakwenda kwenu. Mwenyezi Mungu atuongoze. Yani yatia huzuni sana. Sasa ikiwa mwanamume sampuli hii, niambie wewe, akimuona binti yuko social media au yuko mabarabarani, vichochoroni na wanaume afanya ya kufanywa, atakuwa ni mwenye kukemea? Hawezi kukemea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ikiwa hakuwa na ghera ya mkewe mwenyewe aliyemuoa, hawezi kuwa na ghera na mtoto wa mtu bana, tusidanganyane. Na ikiwa mtu
hakuwa na ghera na binti yake, akamposti mwenyewe na yuwafahamu baba, huyu mwanangu yuko social media na hali aliyoko yuko hivi, na simkataze, atamkataza mtoto wa jirani. Fa aina tadhhabun, sisi tuenda wapi? Alafu sisi tuadai sisi ni wanaume na sisi ndio wenye kuleta mabadiliko. Kwa hali hii ni ngumu sana. Mwenyezi Mungu atuongoze barabara ambayo ni sawa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.